La leo linasema ijue nguvu ya imani. Ijue nguvu ya imani. Kwa nini imani? Hata niliwaambia watu wa ibada ya kwanza, imani ndiyo kinachotufanya tuendelee kutembea na Mungu katika maisha ya daima. Kila Jumapili tunapokuja katikati ya wiki, hakuna mtu anayetualika, ni ile imani inatenda kazi kwenye maisha yetu. Tumemwamini Mungu aliye hai, vitu vyote vitabadilika, lakini imani yetu ni imani ya kutufikisha mbinguni. Kwa hiyo lakini tunataka uijue nguvu ya imani. Imani yetu ni ya muhimu na ya msingi. Mama mmoja aliwahi kufundisha hapa siku moja kutoka Uingereza. Akasema imani ni sarafu ya mbinguni. Unapotaka kununua vitu vya dunia hii, kila nchi ina sarafu yake. Ukiingia hapo Kenya, hela ya Tanzania hutatumia, unabadilishia pale mpakani. Ili upate hela ya kwao, ununue vitu vya kwao. Ukitaka Mungu akubariki, upate baraka, karama za Mungu, mafanikio ya kimungu, sarafu ya mbinguni ni imani. Ndicho alichofundisha yule mtumishi wa Mungu, mama yule. Na niseme hiyo ni kitu cha thamani kubwa sana, lakini lazima uijue nguvu ya imani. Imani yetu ina thamani kubwa kuzidi dhahabu. Ingawa dhahabu huchimbwa katika miamba na kwa gharama kubwa kwa sababu ya thamani yake, na fito vingine vya thamani, lakini imani yetu inatambua imezidi vyote. Mtumishi wa Mungu Petro katika waraka wake wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 7 anasema, ili kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, japokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa ya utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Amen. 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 Ongeza sauti kwa kila mmoja, amen. Amen. Ongeza tena katika Bwana, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Sasa unasikia anasema ili kujaribiwa kwa imani yetu ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Dhahabu ni kitu haipatikani. Imani ukiamini sasa hivi unapata. Dhahabu ni kitu kigumu kupata, inachimbwa kwenye miamba, chini ya maeneo maalum, sio kila mahali. Lakini bado Petro anasema inapotea. Kwa nini inapotea? Kwanza, dhahabu unapokuwa nayo ulali, unailinda, unaiwaza. Hasa pale unapojua kwamba gramu ulionayo ina uzito wa gramu ulionayo ina uzito wa kiasi gani. Wengine ina ukubwa wa zaidi ya ngumi yangu 1-2 hivi. Ukishika mkono namna hii unalalaje? Kwa sababu tayari katika hiyo dhahabu unaona nyumba ya biashara, unaona hatima fulani mbele yako inang'aa. Ulali ukiwa nayo usiku unagusa, hata kuweka ndani unatamani ulale nayo. Ukienda chooni unatamani uende nayo, hofu ya kuibiwa. Hata ndugu yako wa kunyonya humwamini, rafiki humwamini. Unamwamini mwanamke kwa sababu unasema huyu anajua watu, lakini inakutaabisha. Furaha yako ni pale unapokwenda kuiuza. Unapoiuza na inapoingia katika fedha halisi, sasa hofu inaondoka kwa sababu pesa unazipeleka benki. Lakini dhahabu ile ambayo inaonekana ina thamani kubwa, fedha zile zinaingia kwenye matumizi na kupotea, mwisho inaisha. Petro akasema ni dhahabu ipoteayo. Imani yetu ina thamani kubwa kuliko hiyo dhahabu ipoteayo. Tena anasema katika mlango wa 3 mstari wa 4,
Akasema, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo na thamani kuu mbele za Mungu. Wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo waliomba kuongezewa imani kwa sababu ya uzito na umuhimu wake. Imani ndiyo inakubeba wewe katika maisha ya sasa na ya baadaye. Imani tunaiona katika neno lile la kwanza, anasema inajaribiwa katika moto, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu katika kama dhahabu ipoteayo, kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hujaribiwa kwa moto. Katika vitu, ingawa dhahabu husafishwa na fedha katika moto, lakini imani zaidi hupitishwa katika moto, na inataka kusimama na kuionyesha kwamba ina thamani. Tuna wazee wa imani wanaosimama mbele yetu kutufundisha ilivyo na thamani na ilivyopita katika moto. Wakati mwingine kuna aina ya moto ambao mimi na wewe tunapitia. Inawezekana kuna moto fulani unapitia kwenye maisha yako, na wakati mwingine unafifia kiasi cha kufikiri kukata tamaa. Usikate tamaa. Bado yale ambayo unadhani itawezekana kweli. Wanafunzi walijua nguvu ya imani, wakasema, Bwana, utuongezee imani, utuongezee imani. Yesu akasema, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, ninyi mtaamuru mlima ung'ooke. Wakati mwingine tunapopita kwenye majaribu makali, mateso makali, tunatamani kugeuka nyuma. Tunaona hayo mambo tunayoamini kwamba yatatokea, unaona kama vile haitatokea. Ukweli ni kwamba yatatokea, na hiyo ndio nguvu ya imani. Yale unayosema yatatokea kweli, yatatokea, na hiyo ndio nguvu ya imani, uwezo wa imani. Tunapoisema imani, si masimulizi ya kale na mambo yale tunayosadiki, lakini imani ni halisi. Imani ni halisi. Imani inataka uwe mtu uliyesimama. Tunao wale wazee wetu wa imani. Usiku ule Daniel alipokwenda kwenye tundu la simba, kile kilichotokea kwenye maisha yake sio hasa ni kitu anachojua kwamba kitatokea. Hapana. Alichojua yeye anakwenda kuifia imani. Akasimamia alichoamini. Akaabudu katika zile siku zote ambazo walisema siku 30 zitakuwa ibada kwa mfalme. Akaabudu, akamsujudia Mungu wa mbinguni. Akafungua milango na madirisha kuelekea Yerusalemu walikotoka. Jambo hili lilileta kesi. Alichongewa, alihukumiwa kwenda kutupwa kwenye tundu la simba. Ni siku ya kwanza ya maisha na historia ya mwanadamu kwamba simba atasahau kula na ana njaa na asimule na akakaa hapo. Nisijui ni hamtambui, sijui simba amekuwa zezeta. Lililotokea labda tukifika mbinguni Daniel ndio atatusimulia, lakini Daniel hakujua kwamba itatokea. Yeye alichagua kuifia imani. Kilichotokea ni muujiza ambao Mungu alifanya kwa ajili ya msimamo wa Daniel, kwamba ameitunza imani. Bwana asifiwe. Kwa hakika ni jambo la kujikana ili imani iendelee kuishi. Wale watatu, Shadraki, Abednego pamoja na Meshaki, walihukumiwa kutupwa kwenye moto ambao mfalme alisema uongezwe mara 7 kuliko moto wa kawaida. Wale waliowakamata, waliowafunga, waliowaenda kuwatupa waliishia kabisa kwenye mwali wa moto. Lakini wao walipofika kwenye moto, wakabadili moto ule kuwa kitu kingine. Ukabaki kama moto wa bandia usio na uwezo. Pakatokea mtu wa 4 mle. Hiyo sio masimulizi. Hiyo ndiyo imani na nguvu yake na thamani yake. Huwezi kulinganisha na dhahabu. Imani itakufanya ukitoka kwenye maisha leo unayoona ya maana sana, ya muhimu sana, utatoka siku moja. Ukitoka kwenye maisha hayo unayojivunia, maisha yako ambayo unaona ya fahari,
unaona unang'ang'ana kufikia utukufu fulani, maisha fulani, yote yawe kama unavyotaka yatokee, mafanikio na yaje kama unavyotaka, lakini maisha haya mimi na wewe yana ukomo. Imani ndio meli pekee itakayotufikisha ng'ambo ya mbinguni. Imani ndiyo chombo cha juu kitakachotupeleka kuona uso wa Mungu. Imani ni ya thamani sana, lakini imani ina maadui. Tutachelewa sana kujua hawa maadui wa imani, kwa sababu hawawezi kuja kwa wazi. Na maadui wa wazi, lakini maadui wengi ni wale wa siri. Hawa maadui wa siri watakuja kwa hila na watafanya kazi kubwa sana, hata kuinyong'onyeza kanisa, kuiondoa katika sura yake, kuiondoa katika hali uliyowahi kuifahamu. Kama nilivyotangulia kusema, imani ina maadui, na maadui wa imani wanakuja kwa hila. Kitabu cha Yuda ule mlango wake ni wa kwanza tu na mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandika habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, na niliona imenilazimu kuwaandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhi watakatifu mara moja tu. Kwa imani ina mashindano. Usipojua mashindano, utaona imani ni kama kitu cha kufikirika. Ni kama kitu cha kufikirika, ni kama kitu ambacho kipo kimeelea fulani, ni kama vazi la kuvua na kuvaa. Imani haiko hivyo. Ndio maana walioibeba waliifia. Kina Petro waliteswa, waliuawa, wengine kwenye madrabu ya mapipa ya mafuta ya moto, wengine walichunwa ngozi, wengine walitundikwa vichwa chini miguu juu. Walifia kwa mateso na aibu wakiitetea. Imani yetu iko kwenye majira mepesi ambayo haina ugumu kama imani ya baba zetu. Hatuko kwenye wakati na taifa ambalo imani inateswa. Kuna ndugu zetu wanaokaa Iran, huko ambako kuna vita sasa, hiyo nchi ya Kiislamu. Ukristo ni 0.3%. Kanisa, hebu sema amen. Amen. Hiyo ni moja hatari sana. Imani yetu inayo maadui wa siri. Kitabu cha Wagalatia ule mlango wa 2 mstari wa 4. Mstari wa 4 asema, bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu, ili watutie utumwani. Mstari wa 5 anasema, ambao hata saa moja hatukujitia chini yao, ili kwamba kweli ya Injili ikae pamoja nanyi. Sasa katika hawa maadui wa siri ambao tunawaona, wao wanalipa aina nyingine ya gharama. Hawalipi gharama ambayo tunataka kuilipa, kama kujitoa kwa ajili ya Kristo. Lakini ukitangaza kufunga, kwa mfano kuna kundi hili la wachawi. Wachawi ni kundi la watu wachache ambao wako ndani ya kanisa. Wanakuja kama watu waliookoka na watashiriki kila kitu cha kanisa ili kuchunguza uhuru wenu. Wanapeleka matangazo ya kanisa katika ulimwengu wa giza kwamba mpango wa sasa wa kanisa ni huu, ni kuomba, ni kufunga. Wanafunga, wachawi wanafunga kuliko kanisa linavyofunga. Wakati mwingine wanapokuwa katika kanisa, moja ya kitu wanachokifanya ni kupoteza uwezo wa kanisa kuomba. Unaweza ukaja hapa kuomba na ukatoka bila kuomba, na usione kama hiyo imekuathiri. Maana wewe ni mtu mzima, umetoka nyumbani, umeacha kazi, ulitakiwa ukiingia hapa upate ulichokifuata, lakini unajikuta hujapata na uone kama hujapata. Hakuna kitu kibaya. Mimi kama mchungaji naposimama mbele ya kanisa, naamini kama mfanyabiashara wa Yesu, biashara yangu ni Injili. Injili ni neno la Mungu.
Ninapohubiri injili isipopokelewa, najisikia kama mtu aliyekwenda na mzigo sokoni akarudi nao nyumbani. Lakini nikihubiri injili, nikiona watu wamepokea, nikitoka hapa ninaona mzigo wa Bwana umeuzwa na watu wameondoka nao, na kanisa limepona kutoka hatua fulani kwenda nyingine. Hilo ndilo ninalotambua, na hilo ndilo ambalo unapaswa kulijua. Umekuja hapa, kazi ya wachawi ni kutia uzito akili za watu ili wasiondoke na neno la Mungu. Kazi ya wachawi ni kutia uzito maombi ili watu wasiombe, ni kuhakikisha kila kitu kanisani kimezuiwa. Unapanga, unasikia neno la Mungu linahubiriwa kuhusu maombi, lakini hakuna siku unakuja kuomba. Unahubiriwa kuhusu utoaji zaka, lakini unasema wiki ijayo ile zaka naleta. Nayo adui anazuia kila unachotenda kwa ajili ya Mungu, kinakuwa kimefungwa. Kwa hiyo unabaki kama mtu asiye na kitu. Hautaomba, lakini utakuja hapa ukijitahidi, utakuja hapa utafanya maigizo ambayo haitakupatia nafasi. Kuna mambo nataka uondoke nayo ili niendelee. Mambo ya msingi sana ambayo nataka uondoke nayo, na ningependa unoti mahali ili ikusaidie katika siku za hatari. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kanisa limepoa na limeanguka, liko katika mazingira magumu. Kila mahali ukiangalia ulimwengu wa Kipentekoste unakabiliwa na jangwa kubwa sana. Mioyo ya watu imekauka, watu hawana shauku na Mungu. Watu wamekuwa wachafu, roho ya uzinzi, wachawi wamehamia kanisani. Nguvu zinatenda kazi, lakini wanaonekana kama wako na sisi, lakini wanachofanya sio kile cha Bwana wetu. Hatuwezi kuwajua. Mpaka tuombe sana. Wakati kanisa linaomba sana, wenyewe wanachoka, wanapoteza uwezo. Wakati wao watafanya bidii kushambulia, kanisa linapoteza uwezo wake. Kwa hiyo ujue ni nguvu mbili zinazoshindana. Nini mkiwaka moto, mkiomba, wachawi hawezi kustahimili. Mkisema tunataka kuomba saa nzima, funga milango na madirisha, watapata wakati mgumu sana. Maana wao wangekuwa huru, maombi yakiwaka sana, maana kazi yao ni kuzuia ile maombi. Unapoomba unarukaruka. Kuna kitu inaitwa kuropoka. Sio kuropoka, kuna Kiswahili cha Biblia ambayo sijui ilitumika neno gani. Maana yake ni kwamba huna mtiririko wa maombi. Upayuka ni kutokutiririka, ni kutokutembea na agenda baada ya agenda. Maana yake wewe mwenyewe ulichoomba mpaka unapohitimisha maombi hujui umeomba nini. Adui anafanya namna hii. Sasa tunapokuwa katika ule moto wa maombi, tabia wachawi ni kutoka. Moto wa maombi ukiwaka kabisa wanatoka. Kama sio wao wanatoka, wanawafanya wakiwazidi, watu wanaanza kutoka, wanaona maombi ni magumu. Mtu anasikia kupiga miayo, mtu anasikia kama amechoka, mtu anasikia kama hasikii kuomba. Hizo ni roho zao zinafanya kazi. Kwa hiyo sio anayechoka ni mchawi tu, sio anayetoka nje ni mchawi tu. Wakati mwingine unapolemewa unaona bora utoke, unapolemewa unaona usikii kuomba, unatoka. Wanafanya kazi kwa nguvu. Sasa inabidi kanisa iwe na nguvu zaidi ya wao. Hebu naomba nikisema mseme amina, mseme amina. Hebu watu wote waseme amen. Amen. Sikia nikuambie kitu. Nataka uondoke na hivi tu viwili tu. Cha kwanza, ninajua kila mmoja ana shauku na Mungu. Kila mmoja anatamani kutembea na Mungu, ana shauku na Mungu, ana hamu na Mungu. Angetamani kwenye maisha yake asitembee bila Mungu hata wakati mmoja. Lakini inatokea unachoka, unatembea mwenyewe, mpaka unahisi kabisa kwamba uko mwenyewe. Utafanyaje ili usitembee mwenyewe? Andika hili. Mwambie Mungu akuongezee shauku ya kuomba. Badala ya kuomba mahitaji ambayo unaomba na hata hujui uliomba lini, na wala upokei. Mwisho umekata tamaa, unaomba upokei mpaka unasema Mungu mwenyewe hata hajanisikia. Mungu anasikia, wala Mungu hayuko mbali, lakini sisi tuko mbali. Kabla hatujamsogelea Mungu, hatujamkaribia Mungu, tumeondoka. Ni sawa na mtu anakuja nyumbani kwako anagonga, kabla hujaenda kumfungulia ameondoka. Huyo utamsaidiaje? Unafikiria ni mchawi? Kumbe hata sio mchawi, lakini anagonga alafu kisha kabla hujafungua mlango ameondoka. Ndio aina ya maombi ambayo kanisa la leo inaomba. Nikwambie kitu, omba hivyo daima.
hivyo jioni na asubuhi. Omba hivyo kadiri upatavyo nafasi. Mwambie Mungu akumiminie moyo wa kuomba. Hebu kanisa lote tuseme, Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Toa sauti, toa sauti, toa sauti. Sema, Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Toa sauti Bwana. Hebu toa sauti ya imani. Sema, Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Mungu nimiminie moyo wa kuomba. Kwa nini moyo wa kuomba? Ile namna ya kisima chako kinapokuwa endelevu, nguvu yako ya kiroho inapanda. Zamani za Isaka, baada ya Ibrahimu kufa, alikwenda kufukua visima vile vya baba yake. Wafilisti wakawa kali, kazi yao ni kufukia vile visima. Wamegombana mara mbili, kama sio mara mbili mara tatu, wanagombania kufukia, wala sio kama wao wanataka kutumia, wanataka kufukia. Nia ya shetani ni kuhakikisha ufikii hicho kiwango chako cha maombi, maana hicho kiwango cha maombi ndicho kitakachokubeba wewe kwa mtu mwingine. Na uombe uwezo wa kuomba, kiwango chako kiwe cha juu cha kuomba. Ukiomba katika kiwango kikubwa, uwezo wako utaongezeka. Bia hiyo, omba Mungu akupe imani. Wanafunzi walidai sana imani, walimwambia Bwana, tuongezee imani. Kwa nini? Kwa sababu imani inahitajika. Ndio maana Yesu anamwambia, mkiwa na imani kiwango cha punje ya haradali, mtang'oa milima ya majaribu yenu, mtauamuru mlima ung'ooke. Imani ni ya muhimu, na imani, angalia, imani inahitaji kutunzwa kwa mambo matatu ambayo nilifundisha, inaitwa nguzo ya imani. La kwanza ni maombi. Ili imani iishi, inahitaji hali ya uzima. Hali ya uzima tuliangalia mlango wa 14 nafikiri mstari wa 7 kitabu cha Ayubu, anasema kwa harufu ya maji, kwa harufu ya maji wataishi, uhai utatokea, watachipuka. Kwa hiyo maombi ni maji, yatachipua kila kitu kipate uzima kinachoendana na Mungu nafsini mwako. Pale ambapo unaomba Mungu, omba Mungu akuinulie imani. Unapopanda kiwango chako cha kuomba na kiwango chako cha imani ikaongezeka, wewe utakuwa hautabaki katika hali ya kwanza. Utaanza kuona hali mpya katika nafsi yako. Utaanza kuiona kwa upya imani yako. Hautaiangalia imani yako kama ulivyoiona zamani. Hautaangalia wokovu wako kama ulivyouzoea. Utaona wokovu mpya na hali mpya. Utasema hakika kuna kitu kimezaliwa katika maisha yako. Omba sana, Bwana akupe kuomba, akuongezee neema ya kuomba. Na useme hivyo kila siku uombapo, usiache neno hilo. Kila siku uombapo usiache kuomba imani pia. Jambo la pili, omba Mungu akupe uwezo wa ufahamu, ainue kiwango chako cha ufahamu kiende juu kuliko ulivyokaa. Hata maisha yako yanatawaliwa na uwezo wa ufahamu. Kiwango chako cha ufahamu kuhusu kiroho cha kwanza, kiwango chako cha ufahamu kuhusu uchumi, kiwango chako cha ufahamu kuhusu biashara yako, ofisi yako, kazi yako. Hebu pima kiwango chako cha ufahamu. Je, kinaweza kubeba hiyo ofisi? Hicho kiwango chako cha ufahamu kinaweza kukufanya kuwa wewe mtu wa mataifa, wa kimataifa, ama kitakubakiza hapo, ama kitakudidimiza? Kiwango chako cha ufahamu kikoje? Kwa nafasi yako kazini, kwa nafasi yako kwenye biashara, kiwango chako cha ufahamu kinasemaje? Hiyo biashara unafanya kama mtu anayesema pata potea. Lakini kama kiwango chetu cha ufahamu kitapanda, tutatembea kwenye level nyingine. Na kitu cha pili, bia hiyo, omba uwezo. Wakati ufahamu unaongezeka, uendane na uwezo wa kile unachokifanya. Omba Mungu akupe kiwango cha juu cha ufahamu katika maisha yako, kiroho, kiuchumi na mengine mengi unayajua wewe yanayoandamana na maisha yako. Nabii yake ni uwezo wa kufanya hayo ambayo umeomba kiwango chako kiongezeke. Aliyenisikia naomba anijibu kwa kusema amen. Amen. Jitahidi sana katika hilo. Sasa imani ina maadui. Imani inapitishwa katika moto na imani inateswa. Anayepaswa kujua kwamba imani ni ya thamani ni mwenye imani. Na jukumu lako muhimu ni kuilinda imani. Ni kuilinda imani.
Naomba nivumilie kidogo nifunge. Amen, amen. 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 Maadui hawa wanaotenda kazi kwa siri, nimekuonyesha heketa za kupambana. Nimekuonyesha kuomba, kuongezewa kuomba kila siku uombapo, na imani uongezewe, ufahamu pamoja na uwezo. Hilo nimemaliza. Nataka nikupe maadui wa siri wanaotesa imani. Anayepaswa kulinda imani na kuipatia value, thamani, kuiongezea thamani, kuitambua imani ndio kila kitu kwako, ni wewe. Anayepaswa kuiheshimu imani yako, kuilinda, ni wewe. Anayepaswa kusimama na kuitetea imani, ni wewe. Maadui wa siri. Adui wa kwanza ni wahudumu. Natoka kwa washirika na kuja kwenye madhabahu, niangalie, nisikilize. Kuna makanisa mengi leo yako yanaendesha huduma hizi katika nguvu nyingine. Sasa huwezi kujua, utajuaje? Lakini namna wanavyoendesha, kuna vitu vingi kwenye ulimwengu wa sasa utaona vinafanyika, lakini macho ya watu yamefungwa, na unaona kuna umati mkubwa unaenda huko, na unaamini. Watu wanapenda kuamini, kupokea vitu kwa kuona, sio kwa kuamini, kwa sababu nguvu ya imani haitokei kwenye kuona. Imani haiwezi kujengwa kwenye kuona. Anasema imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo, ni miongoni mwa mambo yajayo ambayo unajua utayapokea, unaamini kwenye kupokea, sio mambo halisi. Lakini unapoona kuna vitu vinafanyika, kuna mafuta, kuna maji, kuna chumvi, kuna nini, kuna udongo, kuna vitu vingi sana vinatawala katika wakati wa leo. Hivi vitu vinafanywa na watu kwa kutesa imani. Watu walioingia na kujua namna ya kuishi, na wamevuta kundi kubwa. Kwa nini kundi kubwa? Kuna mambo mawili. La kwanza, kuna roho zinazovuta watu, ili ujue. Hizo roho zinavuta kweli kweli. Wengi wanaandama watumishi kama hao. Jambo la pili ni changamoto za maisha zinawapeleka watu huko. Watu wanaishi kwenye maisha ya magumu, ya changamoto. Ndoa zina matatizo. Vijana wanataka kuolewa, wanaambiwa kuna miujiza huko. Vijana wanataka kupata mali, wanaambiwa kuna miujiza huko. Watu wanaumwa, wanataka uponyaji, wanaambiwa kuna miujiza huko. Kikundi kubwa sasa, makanisa pia hayaoni kwa level ya kuwakomboa watu kutoka hali wanayopitia. Kwa hiyo watu ni lazima waende huko ambapo wanasikia nafuu ipo. Watu wanaondoka kwa hiari yao. Wengine wanaondoka na nguvu za giza zinawavuta, wengine wanaenda kwa sababu kuna nguvu, kwa sababu ya changamoto. Anasikia ukienda huko maisha yatabadilika. Wanaangalia kwenye TV, wanasikiliza miujiza. Hizo miujiza nyingi ni za kutengenezwa. Wanaotoa ushuhuda, wengine ni watu wa kununuliwa, wengine ni watu ambao imetokea kutokana na miujiza. Maana hata mashetani nayo yanafanya miujiza. Tunaelewana kanisa? Sasa utafanyaje? Kwa sababu kama hatuombi, maana yake tutachelewa sana kutambua hizo roho. Hawa hutenda hivyo. Moja ya mambo hayo ambayo yanatendeka, yanafanyika, nitasema mfano moja, taacha, lakini ninyi mnaelewa ninachowaambia. Moja ya mambo haya ni wale wahubiri wanaozunguka. Kuna kundi la vijana, tena wengine wasomi wazuri, wengine wamaliza vyuo vikuu, wengine elimu ya kawaida ya sekondari, wameingia kwenye huduma, lakini si wahudumu wa Kristo. Ni watu wanaotembea, Biblia inasema Mungu wao ni tumbo. Hao wanafanya semina, wanafanya mikutano, wanaamsha, wana kama revival fulani ambao wana Mungu. Wengi wao
Wengi wao hutembea na kundi la wasichana, huwazini, huzunguka huko na huko, na ni wazinzi kabisa. Hizo ndizo roho wanazotembea nayo. Moja alitushuhudia habari ya ndugu dada mmoja aliyeokoka, wakamwambia usitoe siri. Yule dada akatoa siri. Alikuwa kwenye hilo kundi, wanafanya mikutano. Wanapofanya mikutano, wanasema tunapanga mkutano na mchungaji, na mikutano kama hiyo haifanyiki na makanisa ya watu wazima, ni makanisa ya vijana. Kwa hiyo anakwenda pale, bwana Shaya amefungua huduma, anakuja kesho, wanasema kuna mhubiri atatoka Tanga, samahani Shaya atatoka Tanga, anakuja hapa, anasema mkutano huo unatangazwa kwa nguvu kubwa. Wanasema Rose Muhando ataimba, Rose Muhando atakuwepo, Bahati Bukuku atakuwepo, wanatajwa watu wenye nguvu watakuwepo, watu wanahamasishwa, na wao watakuja na timu. Kama tangazwa sana, na baadhi ya watu watapitiwa. Wengine wa humu watanunuliwa kabisa, wanapewa na pesa. Alafu na wengine wanakuja nao na pesa wanapata kutoka kwetu. Na nilisikia wanasimama mahali wakianza mkutano siku ya kwanza kwa hamasishaji, wala Rose Muhando yupo, wala Bahati Bukuku yupo, kote waimbaji wa humo wanaimba, mkutano umejaa na watu. Anasema kuna dada yu mmoja yuko upande huu, anaitwa fulani, anatajwa kwa jina, ana uvimbe mgongoni, naomba aje. Anaitwa fulani, ameteseka sana siku nyingi. Karibu na nyumba yake yuko mama mmoja mzee, anamtesa usiku kucha. Sasa anakuja huyo dada. Sasa hapo mjini hatujuani, maana mjini hayo mjinga ufanyike kijijini. Kijijini watu wale wanaojulikana ni hapa mjini. Anakuja huyo dada, analia, mtumishi wa Mungu umeniona, kumbe ametengenezwa, ametoka nao Tanga. Wala hana uvimbe, ni bandage inafungwa hapa ama mahali ambapo watu wataweza kuona. Inafungwa kabisa bandage. Anaambiwa saratani imekula sana mgongo wako. Leo ni siku ya muujiza wako, Bwana atakutoa mahali ulipo. Alafu anamuuliza, anamsemesha maneno, kila ananomuuliza anasema ndio mtumishi wa Mungu, ndio nabii. Akimaliza anamwambia sasa kunakuwa na kachumba cha kuombea, na walioko kule haingii mtu wa kwenu hata mmoja, ni watu wake. Anaingia kule, ile bandage inaondolewa, wala hakuna uvimbe, anatoka. Ilikuwa ni bandage tu, nyewe mnaona umevimba, iko ndio unaangalia juu ya koti, lakini kumbe hakuna chochote. Akirudi anaruka. Hamjahamasika? Nauliza, hamjahamasika? Mkutano haujahamasika? Kwa siku ya kwanza anataja watu watatu. Anamtaja mmoja wa hapa, anamtaja yule, anamwambia, anakuja mmoja wa hapa, anamwambia wewe una usiku ulali, unalala makaburini, na yeye anaitikia, maana huyo amenunuliwa. Wengine wote wale kama watano, kila siku watu wawili tu wanatajwa, wanaletwa. Baadaye wengine wenye shida waje hapa, mnakuja na hela, mnatoa, hamjawahi kutoa hapa kanisani. Hivyo ndivyo nguvu hiyo ya kutesa. Hiyo mimi naita ni mateso ya kanisa. Imani inateswa ili ipotezewe uwezo wake. Unapogundua vitu vya namna hiyo, ule moyo wa imani unakufa, ule moyo wa kanisani unakufa. Watu wengi mijini wako mtaani wamechoka, wamedanganywa, wengine wametongozwa na wachungaji, wamekata tamaa, wameona mbona sasa sitaki. Watu wameumia kupitia vitu vingi vya namna hii. Shetani sio tu anajaribu, anaangusha, anaangamiza, lakini pia ana mawakala. Hili ni jambo la huzuni sana. Kama shetani kundi lingine ni hao wanaofanya semina, wale wanaotembea wanafanya semina. Kama unapunga mkono namna hiyo, watu wote punga mkono, sema amina. Amen. Hao wanaofanya semina, kuna wazuri na wengine wasio wazuri. Hao wanaofanya semina, kuna wasio wazuri na walio wazuri. Hao wasio wazuri sasa kuna vitu vinatembea kwenye maisha yao. Kila wanachoweza kufanya ni ile mbinu ambayo tunasoma katika Mwanzo 3:4-6. Shetani akasema, kila matunda ya mti huu hamtakufa, bali mtakuwa kama Mungu. Hao wanaofanya huduma ya maombezi, wanaofanya semina na huduma ya maombezi, wanaonekana wana wito na wana mzigo kwa ajili ya watu kuliko wachungaji wenye watu. Watu hawa hupenda sana kuongea udhaifu wa wengine na udhaifu wa kanisa. Hujenga urafiki kwa nguvu kubwa kwa watu wenye nafasi,
na uwezo wa kiuchumi na wenye ushawishi katika kanisa. Hawahangaiki na mtu asiye na kitu. Hawaombi na mtu asiye na shilingi. Hawaombi na mtu asiye na ushawishi. Hawaombi na mtu asiye na elimu, asiye na nafasi. Mtu mlalahoi kama mimi na wewe fulani mwenzangu hapo ulizwi. Lakini utaona unabii unatolewa, unaambia Bwana amenionyesha kuhusu maisha yako. Bwana anaongea, anakuambia Bwana ameniambia kitu. Maisha yako yana majaribu, anakutenganisha na watu. Vikundi hivi ni hatari sana. Tabia yao ni kuwagawa watu, kuwatenganisha na kujenga makundi hasimu ndani ya kanisa, na kuonyesha wanahuduma, wana unabii na ya kwamba Bwana amesema nao kuliko wewe mwenyewe. Ningependa kusema au wanaosema wana maono juu ya changamoto zako, hakuna mtu ambaye anaweza kulipa gharama katika maisha yako kuliko wewe mwenyewe. Anayenisikia narudia, hakuna mtu kwenye maisha yako atakayelipa gharama kuliko wewe mwenyewe katika maisha yako. Nasema uongo au nasema ukweli? Nawaambia uongo au ukweli? Nataka niwaambie, watakuja wakitoa unabii, watakuja wakitoa na kingine ambacho sipendi, na nataka niseme hata siku nyingine nikiwa sipo, ili kutengeneza makundi hasimu, kuonyesha wana kitu cha ziada kuliko mchungaji wa kanisa, kuonyesha wanajali kanisa kuliko mchungaji wa kanisa, na kufanya huduma aina fulani. Na nyingine, huduma nyingine ambayo sipendi ni maombi ya kumshika mtu. Ukifanya mtu ndani ya dakika 20 lazima, kwa sababu unamnyima ufahamu, unakata mawasiliano. Sijui kama hiki kitu mnaelewa kanisa. Sijui kama mko na mimi mnaelewa. Sijui kama mko sahihi. Sijui kama mimi ndio nakosea. Changamkeni. Imani ina vita. Imani ina maadui. Maadui wa imani. Usikicheza, imani inaharibiwa. Ukicheza imani inaharibiwa. Tuliharibiwa. Kulikuwa na kundi wakati wa Stefano, kikapotea. Wengine wamekufa kimwili kabisa, wengine ndoa imevunjika, kimekuja cha Angelina kikasambaratisha kanisa. Sasa kama ukishang'atwa na nyoka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu kwenye njia ile ile, Martini, hapo sio mchungaji. Lazima tuwaambie kanisa kwa nguvu kubwa. Atakwambia Bwana amenionyesha, mwambie mimi amenionyesha siku nyingi. Hiyo aliyokuonyesha ni ndogo, aliyoonyesha kubwa kuliko hiyo. Kwa sababu kila mmoja wetu anaomba habari ya kwamba kuna muda anaomba kwa ajili yako. Hiyo ni namna ya kesho kuomba pesa. Hakuna anayeweza kuomba kuliko wewe mwenyewe kuhusu nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mchungaji wako. Mzigo wa kwanza wa maombi nitakayoomba ni nafsi yangu. Lazima ni ushushe mzigo unaonilemea, nikimaliza ndio nitahamia kwako. Ama nasema uongo? Hata kama hujamwombea mume wako, maumivu yako utayaombea. Ukimaliza ndio unasema Mungu msaidia mume wangu, au Mungu msaidia mke wangu, naomba mponye, mguse, naomba uinue. Hakuna mtu anayeanzaga na mtu. Anayelipa gharama ya kanisa, anayejua hali ya kanisa ni mchungaji wa kanisa. Lakini pia anayebeba mzigo mzito ni mwenye mzigo mwenyewe. Hakuna mgeni atakaye kuwa na huruma zaidi ya Yesu Kristo ndani ya kanisa. Yesu Kristo ndiye anayebeba mzigo, na ndio aliyesema nileteeni mizigo. Alisema njoni kwangu msumbukao na mnaolemewa na mizigo, nami nitapumzisha. Mtakawia sana kujua roho za uongo. Na mimi nataka niwajue, imani itateswa. Hivi ndivyo imani inavyoumizwa. Imani inaumizwa, kanisa linagawanywa. Tabia hii ya kugawa ni moja tabia ninayochukia. Tabia hii ya kujenga makundi hasimu ni tabia ambayo sio tunachukia, sitakubali. Iwe ni katika taasisi. Niliwahi kuambia hata baadhi ya viongozi wetu, maaskofu na wachungaji, nikikuona unagawa kundi sikutaki. Yesu Kristo alisema mimi na Baba tu moja. Na aliposali Yohana 17 sala ya Yesu na maombi yake, Baba naomba wawe na umoja kama mimi na wewe tulivyo na umoja. Angelina alituchanganya hapo, watu wakashikana uchawi. Huyo ambaye yule ni mchawi, yule ni mchawi.
Sasa yule ni mchawi. Kazi ya Yesu ni nini? Watu wameokoka, wamekuja hapa. Kama ni mchawi, tuwashe moto tuombe. Mimi sikatai, wachawi wanaweza kuja kwa hila, lakini tuombe. Hatuogopi mchawi wa kumpa kisogo, wa kumkimbia. Tutaomba, Mungu atakimbia tu, maana moto wa Bwana ni mkubwa kuliko moto wa shetani. Biblia inasema msiuzime ule moto wa madhabahu. Kazi ya makuhani ni kuchochea moto. Ndio maana mimi na Martini na wenzetu hapa, kazi yetu kila siku imekuwa ni kuhimiza maombi. Wanawake wamekutana na mchungaji Regina, amewataka maombi mara kwa mara, tukutane kuomba. Wakati mwingine wanakutana usiku kuomba. Sisi tunachukua timu, wengine wakati tunaenda kuomba nao hata nje ya mji. Kwa ajili ya nini? Kuendelea kutunza moto wa madhabahu. Kukuombeeni msimame imara katika imani. Imani ina maadui. Imani ina vita. Maadui wa imani ni wengi. Kuna maadui wale wawazi kama magonjwa, vurugu ya ndoa, anguko la uchumi, kuvurugika kwa kanisa, kupoteza moyo wa ibada. Hawa ni maadui wazi. Unasema huyo amepoa, shetani amempiga, amemshinda kiroho, unatambua imani yake imetetereka. Poteza moyo wa utoaji. Pale ambapo unapoteza hayo, adui hupata kuweka nafasi ya kuweka makazi yake na kuyaimarisha ndani yako. Hayo yote ambayo ninayasema, ukiisha kushindwa, hawa maadui wakishambulia magonjwa, wakishambulia kwa magonjwa, wakishambulia kwenye vurugu ya ndoa, wakishambulia kwenye anguko la uchumi, wakivuruga wa kanisa, ukapoteza moyo wa ibada na dhabihu, ule moyo wa utoaji, adui anaweka makazi yake ya kudumu ndani ya maisha yako. Na kamwe, hata kama una kipato, hakitakusaidia, kwa sababu ulicho nacho kimefarakana na Mungu. Wewe wanaisha watoi zaka, wanaona kila siku wanajihurumia. Shetani akasema, je, mliambiwa msile huu mti? Tumeambiwa tule, lakini huu mti wa ujuzi wa mema na mabaya tumeambiwa tusile. Matunda yote tunakula. Akasema mkila hamtakufa, mtakuwa kama Mungu. Kama anawahurumia, kama anawajali, kama anawaonyesha kitu cha maana sana, kumbe shetani ni mongo. Biblia inamtafsiri kama baba uongo. Wote wasiotoa zaka, wasiotoa sadaka, wamejiweka katika hali ya kujihurumia na kujitenga na roho na ulimwengu wa uchumi wa Mungu. Ulimwengu wa uchumi wa kiuchumi wa Mungu umetengwa nao. Shetani akikunyang'anya silaha zako za mkononi, ikiwemo maombi, ibada, dhabihu, akizikamata akazifungia kwenye store yake, wewe Ukristo haukusaidii kitu, atakutesa. Naomba nimalize katika neno la mwisho, Injili ya Mathayo 13:25. Anasema, lakini watu walipolala, adui akaja. Alipolala akaja adui yake, akapanda magugu katika ngano, akaenda zake. Baadaye majani na ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Sasa yameanza kuonekana, maana watu wana miaka mingi, mtu atoi zaka, ana muda mrefu hapa kanisani, hajawahi kugusa bahasha zake. Ni nini? Ile gugu imeota, inamea pamoja na ngano. Moyo wako umelemewa, ni kama mimea imeota, imelemewa. Unalemewa na masumbufu, unalemewa na mapungufu. Shetani anaongea kwenye masikio yako kuliko neno la Mungu. Anakuambia ugumu ulionao, anakuambia wewe hakuna kitu utakachofanya. Wewe utafanya kila kitu, kwa sababu wewe umeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Na wewe si maskini hata kidogo. Adui amekandamiza chini kiwango chako cha imani, amekuzuilia maombi, amekandamiza chini kiwango chako cha imani, amefunga ufahamu wako usimfahamu Mungu na nguvu zake, amezuia uwezo wako wa kutembea na Mungu. Shetani anakutesa. Hayo lazima tuyashindanie, kwa kuwa imani yetu ya zamani tunapaswa tena kuiona kwa upya na kuishika kwa upya na kuitunza kwa upya na kuipalilia kwa upya na kuiona katika thamani yake. Nguvu ya imani na neno la Bwana litaendelea. Amen.
Nataka niombe sasa